Jina la Yesu. Ni ndugu yako hapa, mtumishi wa Mungu Pastor Joshua Julius Luchemba, mchungaji wa kanisa la EAGT Masumbwe. Na kwa neema ya Mungu leo pia ametupa wasaa wa kuwa mbele yako kwa njia ya live, na tunalo neno kidogo la kukushirikisha ambalo ninamwamini Mungu litayabadilisha maisha yako na litayajenga maisha yako na kuleta badiliko kwenye maisha yako. Kama uko hapa, endelea kumuita rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako. Mwambie ni saa ya kujifunza maneno ya Mungu. Endelea kumuita, na ninataka nimuombe Mungu halafu tujifunze maneno ya Mungu. Mungu wetu mwaminifu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa ajili ya wasaa mzuri uliokubalika kwamba tuyasikie maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu, tunakuja kwako, tunaomba utufundishe na hekima yako iwe pamoja nasi. Mbariki mtazamaji anayetufuatilia saa hii, na endelea kufunua ule ufahamu wake wa ndani, apate kulitumia kwa halali neno ambalo unaliachilia na likayabadilishe maisha yake. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Leo tutajifunza kwa habari ya umuhimu wa kuomba usiku wa manane. Umuhimu wa kuomba usiku wa manane. Ni kweli kila mmoja anaomba, na ni kila mmoja anapata nafasi ya kuwa mbele za Mungu, lakini kuomba usiku wa manane ni njia mojawapo ya kutoa dhabihu yako mbele za Mungu. Mungu akitaka atembee na mtu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, atahakikisha anampatia wasaa wa kuomba tofauti na watu wengine. Na maandiko yanazungumza kwenye kile kitabu cha Marko, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 33. Marko 1 ule mstari wa 35. Maandiko yanazungumza, yanasema, hata alfajiri na mapema sana akaondoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Hiyo ilikuwa ni desturi ya Yesu Kristo ambaye tunamwamini na tunamfuata. Alikuwa na desturi ya kuomba kila siku alfajiri na mapema sana, na alikuwa anaenda kuomba eneo ambalo lisilokuwa na watu. Lazima tujue maombi ya kimahusiano ni maombi ambayo mtu atajijengea kuomba mahali pasipokuwa na watu. Ni kawaida na kwa uzoefu, watu wengi wana tabia ya kuomba mahali palipo na watu. Ni kawaida kabisa. Wengine wanaomba maombi hayo wakiamini kwamba wanatiwa nguvu na hawa watu wanaomba nao, wanapewa nguvu ya kuendelea kuomba. Lakini maombi ya kiagano na maombi ya kujitoa dhabihu ni maombi ambayo mtu atajitengenezea muda au ratiba ya kwake yeye mwenyewe, na ataenda kuomba mahali ambapo hapana mtu, hapana watu. Ataingia hapo na ataomba. Haya maombi huwa yana nguvu sana, na Yesu alikuwa na tabia ya kwenda kuomba alfajiri na mapema sana. Sasa tuangalie alfajiri inaanza saa ngapi? Alfajiri inaanza wakati siku inapoanza. Siku inaanza saa 6 kamili usiku. Tunapozungumza kwa habari ya siku, siku haianzi saa 12 asubuhi. Siku inaanza saa 6 kamili usiku. Kuna mambo ambayo hayatabadilika mpaka ujiwekee nidhamu ya kuomba alfajiri. Hiyo saa 6 hiyo ni alfajiri na mapema. Saa 7 ni alfajiri, saa 8 ni alfajiri, saa 9 ni alfajiri, saa 10 ni alfajiri, saa 11 ni asubuhi, wakati ambapo hata falme za giza na watu wanaotumikia ufalme wa giza wanakuwa wamemaliza kufanya mambo yao. Ukiomba maombi haya ya saa 11, saa 12, utapata matokeo ya kawaida tu sawasawa na hao watu wanaomba masaa hayo.
Lakini ukijijengea nafasi ya kuomba alfajiri na mapema, saa 6, saa 7, huu ndio wakati ambapo madhabahu za giza zinahuishwa, zinapewa nguvu ya kuoperate na kufanya kazi. Na Mkristo anayeamka wakati huu kuomba kikawaida, huwa ametengeneza nguvu za Mungu zisizokuwa za kawaida. Mungu akubariki sana. Maandiko anasema Yesu alikuwa anaamka hiyo, anaenda anaomba. Maombi ya alfajiri ni maombi ambayo mtu ataomba kwa ajili ya hatima ya watoto, kwa ajili ya hatima ya kesho yake. Kitabu cha Maombolezo sura ya 2 mstari wa 19. Mungu anapokuita kwenye haya maombi, hakuiti ili uombe kwa ajili ya vyakula, hakuiti uombe kwa ajili ya njaa. Anakuita uombe kwa ajili ya ufalme, uombe kwa ajili ya hatima, uombe kwa ajili ya kesho kubwa. Kitabu cha Maombolezo sura ya 2 mstari wa 19 inasema, inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake. Inuka ulalamike usiku, uinuke. Kuna hizi desturi za kuomba umelala kitandani. My dear, hizi desturi haziwezi kukusaidia. Anasema inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake. Mwanzo wa makesha ni saa 6 usiku, ni usisahau hilo jambo. Mwanzo wa makesha ni saa 6 usiku. Ndio maana hata serikali ikifika saa 6 usiku wanataka uzime mziki. Maana yake wanataka hata mtu wa rohoni upate muda mzuri wa kuzungumza na Mungu wako. Mwanzo wa makesha yake. Anasema mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana. Huu muda ni wakati ambapo vurugu za dunia hii zimetulia. Ndio wakati ambapo unapaswa kuumimina moyo wako. Nisikilize, nimekuja kugundua hata huu uamsho ambao ulikuwepo kipindi cha nyuma, kipindi cha baba zetu wa kiroho kina Moses Krola, umeshuka sana, kwa sababu siku hizi maombi ya mikesha hayapo makanisani. Watu hawaombi, na hata tukienda mkesha tutaimba tunaomba saa 1. Lakini wazee wetu walikuwa wanaanza maombi saa 6, saa 7 usiku. Ndio muda ambapo madhabahu za giza zinauishwa. Ndio muda ambapo mashujaa wanaamka na kuanza kuomba kwa habari ya hatima ya watoto wao, kwa habari ya hatima ya huduma zao, kwa habari ya hatima ya uchumi, kwa habari ya hatima ya ndoa, kwa habari ya hatima ya familia. Anasema umimine moyo wako. Huu ndio muda wa kuomba maombi ya vita, maombi ya kuzuia mambo fulani yasitokee kwenye mji. Umimine moyo wako. Anasema umwinulie mikono yako. Maombi ya kuomba hapa, unamwinulia Bwana mikono yako, unamwambia Mungu, chukua nafasi yako, mimi siwezi bila wewe. Anaendelea anasema, kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa. Usiku ni wakati ambapo unamuomba Mungu kwa ajili ya uhai wa hatima za watoto wako watakaozimia kwa njaa. Ukumbuke kwenye ile Isaya 30 anasema, na watoto na vijana watazimia kwa njaa na kwa kuona kiu. Anasema umwinulie Mungu muda huo. Haya maombi sio ya kawaida, lazima yakupe matokeo unapoamua kuomba usiku wa manane. Mungu atembei na watu kwa ujumla. Mungu anatembea kwa makundi ya watu wanaojitoa dhabihu. Mungu atembei kwa makundi ya jumla. Mungu anatembea na watu ambao wamejitoa dhabihu, wamejidhabihu. Ukumbuke hata kwenye kitabu cha Warumi 12 nasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Unajua hata wa Nigeria wanafanikiwa kwa sababu ya jinsi wanavyojidhabihu. Sisi tunaingia kwa Mungu nusu nusu. Unaingia kama unataka, unaingia kama hutaki. Unafunga kama unataka, unafunga kama hutaki. Unatoa kama unataka, unatoa kama hutaki. Hii kitu inatuchelewesha sana. Hii kitu inakuchelewesha mchungaji kwenye huduma yako. Hii kitu inakuchelewesha mzee wa kanisa kwenye huduma yako. Mhubiri wa Injili, hii kitu inakuchelewesha kwa sababu haujajidhabihu. 100% haujajitoa kwa Mungu. Anasema kwenye kitabu cha Zaburi sura 50 mstari wa 5 na wa 6, yazao nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Unafanya agano na mwili wako. Ikifika saa 7 usiku nitakuwa macho, nitakuwa ninaomba kwa ajili ya Tanzania, nitakuwa ninaomba kwa ajili ya kanisa, nitakuwa ninaomba kwa ajili ya wagonjwa
walioko kwenye madhabahu ninayoiongoza. Nitakuwa ninaomba kwa ajili ya wahitaji, watu wafanya biashara ambao Mungu amenipa. Nitakuwa ninapaza sauti yangu kwa ajili ya hao. Ni nini hii? Unaanza biashara inakufa, inaharibika, na inafikia mahali unalala usiku mzima. Wakati huo watu wa giza usiku wa manane wanaamka kutambikia kwenye biashara yao, wanaamka kutambikia kwenye kazi zao. Kuna watu wengine kwenye hiyo ofisi moja mliowekwa, saa 7 saa 8 usiku wameamka, wameenda kwenye hiyo ofisi, wamemwaga dawa, wamefanya tambiko, wewe umelala. Alafu unakuja unaomba saa 11 saa 12, naomba dakika 10, unajiandaa kwenda kazini. Unasema Mungu atatokea. Hatatokea, na hayo mambo yataharibika. Anasema na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Mungu anaita watu waliofanya agano la dhabihu. Dhabihu sio sadaka tu. Dhabihu ni pale ambapo unaweka agano na Mungu juu ya utumishi fulani, juu ya jambo fulani. Unasema Mungu, kama wewe uishivyo, mimi nitahakikisha ninaamka kuomba masaa haya. Mungu, kama wewe uishivyo, mimi nitahakikisha ninasimama na kazi ya Mungu. Sasa watu wengi wanasimama na kazi ya Mungu halafu hawana dhabihu za kiutumishi. Mungu atusaidie sana. Kwa nini uombe usiku wa manane? Nataka nikupitishe hapo haraka halafu tumalize. Kwa nini uombe usiku wa manane? Moja, madhabahu nyingi za ufalme wa giza hujengwa na ufanya kazi usiku wa manane. Kwa hiyo unapoomba usiku wa manane, unasimama kinyume na hizo madhabahu za giza, unasimama kinyume na hizo ratiba za kipepo. Nisikilize mtu wa Mungu, ndio maana Yesu anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Maana yake anayeratibu majaribu anaoperate wakati umelala, na unalala usiku mtamu ni usiku wa manane. Hiyo saa 6 hata watu wanaibiwa saa 6 usiku. Maiti nyingi hospitali zinakufa saa 6 usiku. Ndoa nyingi zinavunjika saa 6 usiku. Wanandoa wanagombana hiyo mida ya hatari sana hii. Watu wengi hatima zao zinakatwa saa 6 usiku mpaka hiyo saa 10. Watu wengi wanaenda masimbe, sisi tunatumia hilo neno, wanaenda kwao kwa sababu ndoa imevunjika, kwa sababu hiyo mida alilala, adui akaingia akapanda mapando ya chuki. Ndoa inavunjikaga hizo saa hizo. Hayo hakuna mtu ameondoka kwenda kwao saa 8 mchana. Madhabahu za giza zinauishwa huo muda na zinafanya kazi. Ndio maana hii Mungu anamtokea Musa, anamwambia wana wa Israeli wako utumwani kwa Farao. Sio tu utumwa wa kawaida, wako utumwani kwa sababu pia kuna roho inayooperate usiku wa manane. Kila wakitaka kutoka, ile roho inawaambia kaeni. Kila wakitaka kutoka, hiyo roho inawaambia kaeni. Ngoja nikuonyeshe hii, utaiona kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 8 na ule mstari wa 20. Kutoka sura ya 8 na ule mstari wa 20, Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Angalia, anatoka aende majini. Kamwambie, Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie mimi. Farao alikuwa amewakamata wana wa Israeli wakawa watumwa kwenye taifa la Misri. Nyuma ya utumwa wao haukuwa utumwa wa kawaida, ulikuwa ni utumwa usiokuwa wa kawaida. Huyu Farao alikuwa akienda kuoga kwenye chemichemi ya maji, na alikokuwa akienda kuoga kule, kila mfalme ana waganga, wasihiri, wachawi, wasomanyota ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuulinda ufalme. Ndio maana Musa anapoenda kwenye ikulu ya Farao kwa mara ya kwanza, maandiko anasema mfalme akawaita waganga, wachawi, na saa ile ile wakapatikana. Walitokea wapi? Hawa watu walikuwa wanampa mbinu za kuwatawala Israeli kichawi. Nisikilize, kuna mambo kwenye ukoo wako hayatabadilika mpaka uombe, na uombe saa ambazo madhabahu za ukoo wako zinafuishwa. Uombe masaa ambayo madhabahu za familia yenu zinawishwa. Mungu anamwambia hautaweza kwenda namna hii, uende masaa ambayo mfalme anaenda kuoga, na uende pale ukafanye kumuomba ruhusa ya kuwaruhusu watu waende. Kumbe ukiomba haya masaa, lazima jambo litokee, lazima jambo litokee. Na kwa sababu ya changamoto za
umeme na nishati na nchi yetu kama unavyoifahamu. Wewe ambaye umefanikiwa kuiona video hii, mwambie jirani yako, Pastor Luchemba atakuwa anakuletea masomo haya kila wakati ambapo anapobarikiwa. Mkaribishe jirani yako na share video hii wafikie wengi zaidi. Kuna jambo kwa dakika hizi 15 Mungu amekusaidia kujua. Ukumbuke, Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu anaachilia siri ambazo wengine hawajui. Kwa jina lingine tunaita ni ufunuo. Mungu akubariki, na ninakuombea Mungu amshe ari ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana, tunapatikana EAGT Masumbwe kila siku za Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Tunafanya ibada zetu saa 10 Jumatano, saa 10 Ijumaa na Jumapili kuanzia saa 2 kamili mpaka ile saa 6:30 mchana tunakuwa na ibada ya baraka. Mungu akubariki na akutunze katika jina la Yesu. Amen. Umeme.